na we nĩ ũĩ kwaria ũhoro wa ma. You are my colleague in parliament. Ndũngĩũka kĩharu gũtuĩke nĩwe ũgwĩta colleagues arĩa tũkoragwo nao mbunge, tondũ kĩu nĩkĩo kĩhoto. Koguo tafadhali, na niĩ ndirĩ mũndũ wa haro, andũ a kĩharu nĩ moĩ, no nĩ wega tũkahe gĩtĩo mũtongoria ũrĩa mũthure. Niĩ ndirĩ wa kũnominĩtwo, nengerai list nĩ ngũmwĩta, na niĩ ndirĩ na thĩna na mũndũ. Na ndamũria ũguo na gĩtĩo tondũ maũndũ ma siasa nĩ ndĩmoĩ, na no tũikĩrio siasa tũrĩ andũ a gũkũ Gĩtũi tũtagũcimenya. Na ndĩrauga ũguo ndĩnyihĩtie mũno, tondũ ndĩ MP wa Kĩharũ, na nĩ wega andũ a Kĩharũ mamenyeke mena MP wao. Either kwĩna ũhoro ũyũ, either twĩke harambĩ mĩario yũke baadaye, no angĩkorwo harĩ mũndũ ũraria, niĩ ndirauma haha ndĩ MP wa Kĩharũ. Wĩra wakwa nĩ ndĩũĩ, na ndirabatara gũteithio. Ngĩethera andũ a gũkũ maĩ ndibataraga ũteithio, ngĩmethera bara ndibataraga ũteithio. Koguo ndingĩenda kũrehe maũndũ moru gũkũ kanitha-inĩ, no nĩwona weta mheshimiwa wa ciama nĩwe weta MCAs. Koguo niĩ nĩ MP wa Kĩharũ, na ĩko harĩa atongoria mararia, nengerai list, na ndirĩ na ũru na mũndũ, nĩ ngũmeta. Kĩmari ũka wambĩrĩrie.
Jina langu ni Askofu James Maria Wainaina wa Jimbo Katoliki la Murang'a. Siku ya leo tumekuwa na Family Day hapa parokia ya Sabasaba. Kwa sherehe kama ya leo huwa mara nyingi tunaona watu wanakuja, wengine wanakuja kwa ajili ya mambo ya siasa, na tunaona shida sana. Wa siasa pia ni wa Kristo, lakini mara wanakuja sio kwa Ukristo au sio kwa imani, wanakuja ili kueneza mambo yasiyo mazuri, kuwafuruga wengine, na hasa wa Kristo ambao wamekuwa katika sherehe za Kikristo. Tunaona jambo mbaya, na kwa hivyo tungewauliza wale wanafanya hivyo waache, wanawasubua wa Kristo bure. Na mimi naongea ukweli wa mambo. Leo nimekuwa kanisa huko Cathedral Murang'a Town, na nilikuwa nimekuja hapa 1 month ago, na nikaulizwa na viongozi wa hii kanisa na parish, ikiwezekana siku ya leo nikuje kwa sababu kuna harambee. Then nikapata invitation from Professor Batia, who was in the committee that was arranging this harambee. So mimi nikakuja kama mheshimiwa wa hapa Kiharu. Na what is usually the norm, ukifika kwa hafla yeyote kama hii ya harambee, na wewe ni mbunge ambaye ni eneo bunge hilo, sana sana kama wewe ni MCA unaitwa unanaita MCAs, kama wewe ni MP unaitwa unaoita MPs. Sasa mimi nikaambiwa nitaanza kuongea ndio niite wengine. Mimi nikaongea yangu ya maendeleo, na kabla niite mbunge yule alikuwa anafuata kuongea, Maina Kamada akasimama akasema, mimi ndiye mbunge wa hapa Murang'a, nyinyi wote mnafaa munisikize, na tuliongea maneno yote ya Murang'a ni mimi nitakuwa napanga. Mimi nikashindwa hii maneno ya Murang'a ilipagiwa wapi, ikuwe Maina Kamada DMC wa mazishi yote, na mazishi simuulizi kwa sababu unachaguliwa na familia. Lakini haiwezekani unakuja Kiharu ati ni wewe unasema wewe DMP wa Kiharu. Tumekataa. So hiyo nikamwambia kama kuna MP wengine wa Murang'a kama wenye wamekuja nao wakieleweke, wale watu wa Raila, kama yule wa Kegumo, kama yule wa hapa Kagema, ni vizuri wawapee hiyo kazi. Kama wameshindwa wapatie Maina Kamada kazi, hapa Kiharu watu wanajua tunafanya kazi, na Maina Kamada hata kuja kupiganisha watu wa Kiharu na viongozi wa Kiharu. And I want to tell them for the right, if you are selling Raila Odinga, mumeleta hata mchago yake, tutakubali pesa, but don't fool the people of Murang'a, don't fool the people of Kiharu, and do not fool the people of Kenya. Come here peacefully, kama vile tumekuja siku ya leo. Uza Raila wako, hakuna mtu atashidania na wewe, enda. Lakini jama kama yenye mlikuwa mmepanga ati ikuje iharibu harambee ya kanisa ikashindwa, hapa Kiharu haiwezekani. We are peace loving, na hiyo haitawahi fanya kazi hapa. And I want to state categorically, County Commissioner called me this morning, and he called me during the burial of Demethiu, akiniambia ati kuna mpango ilikuwa huko kwa Demethiu,
Nikamwambia county commissioner mimi hata sijui venue ya mazishi ya Demethio. Sasa pia siku ya leo akaanza kupiga simu. Nikamwambia county commissioner, wewe fanya kazi yako, leader wananchi. Na I want to say the people from Kagema office ya MP walikuja hapa saa moja. The people of yule MP wa kule Kegumo na anaenda hata kwa mazishi kwake anafukuzwa na raia walikuwa hapa asubuhi. So I want to say hawa watu wakieleweke, because I know this ground, hata nipende nisipende, hawa watu wanapenda Uhuru Kenyatta, wanapenda William Ruto. Hata ukileta jama ya Githurai ama ya wapi, hawa watu watawaonyesha vile wameonyesha huku ndani ya kwamba sisi tunatii peace, we are peace loving people hapa Kiharu, na hakuna kitu hata mkileta jeshi mulete askari. Sisi watu wa Kiharu ni watu ambao tunaamini Mungu, na hakuna pahali itafika ati kwa sababu mmeleta vita turudishe vita. Mkileta vita kama vile mlikuwa mnajaribu leo, we show you love like the way we like what we did. Pia any other time you need to plan to come to Kiharu, mumekaribishwa na hakuna shida hapa. Lakini wakora wenu wote wenye mliigiza kwa kanisa ati waharibu harambee, mnawaacha huko kwenu. The reason why I give the apology, you know, it is a collective responsibility for all of us as politicians. Na ukweli hapa ni siasa imeingia pahali haifai. Mimi ningeomba wanasiasa wote, kama wewe ni wa Raila, usimulete kanisa kama ni siasa. Muende Ihura Stadium, uite watu wa Murang'a, waambie umewaletea Raila. Kama mimi ni mtu wa president na makamu wake Ruto, nitawaleta, niite raia ya mue. So the reason why I give the apology, I'm a Christian myself. Na ile imefanyika hapa imeletwa na hawa waheshimiwa wakieleweke, nimewaombea msamaha. Hata kama mumeleta vita kama kiongozi wa hapa, nimewaombea msamaha kwa sababu haifai kufanyika katika kanisa yeyote, sio hii peke yake. Any other church in the Republic of Kenya. So we are appealing to all politicians. Sell your candidates peacefully. Tulikuwa pale Kihumbini ya Tanga, baadaye tukaenda pale Vita Catholic Church. Na baadaye tulikuwa tunataka tujiunge na viongozi wenzetu wale walikuwa wametembea sehemu ya Kiharu. Lakini tukiwa kwa njia tukasikia kumetokea vurugu. Na sisi tunataka kukomesha vurugu na tuseme maneno kama haya tutaki kuona hapa kwetu Murang'a. Hawa viongozi wale wametoa vita wamekuwa wakitembea Gatanga na wametembea Gatanga zaidi ya mara 3. Na nimewakaribisha wakakuja hata bila kuniambia, na mimi sikutoa vurugu, sikutoa vita. Sasa nashindwa ile wakati unafika watu watembee kwao, kwa nini wewe unapanga vijana wakuje watoe fujo? Tena tuseme kanisa si pahali ya kutoa fujo. Kama unataka kutolea mwanasiasa wako fujo, enda kuna bunge, unaweza kumngoja pale bunge mmenyane hapo, unaanza kuandaa mkutano wa siasa kama ni Ihura Stadium ama hata Gatanga ama Kiharu, mmenyane hapo. Lakini ni vibaya sana sasa ile mkutano umepangwa na wanyabiashara na walikuwa wametualika. Mimi nimerudi Nairobi na pesa mingi sana. Nilikuwa nimetumwa na viongozi aina mbalimbali. Na hata mlijisikia ati hata rais mwenyewe, rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ametumana. Kwa hivyo ni kuonesha hii harambee ilikuwa imepangwa vizuri na anatuheshimu kama viongozi, anaheshimu hao wafanyabiashara. Kwa hivyo wewe kama kiongozi, sasa ile mpango inapangwa na viongozi wale wenzako, wewe unapanga vijana, unataka kujionyesha ati wewe ndio uko na kura mingi, hiyo ni upuzi kabisa. Na hatutakubali hiyo. Wewe kama hutaki kwako kutembea, watu watembee kwako, kwa nini utembee kwa wale wengine? Na hiyo hatutaki kabisa. Hata katika hii harambee tuliona rais mwenyewe alikuwa ametumana, na ingekuwa muhimu sana hata kumpa rais heshima. Heshima ni muhimu sana, na ile ningependa kuambia vijana ambao wameingia siasa juzi. Wanasiasa ni wale. Vile anaona sasa hivi iko Tanga, kesho itakuwa jambo lingine. Itakuwaje sasa? Unajua wanasiasa, hakuna mtu alifikiri kama Uhuru Kenyatta angefanya kazi na Raila Odinga. Na inawezekana kesho tu upate Raila Odinga anafanya kazi na Deputy President Ruto. Kwa hivyo wanasiasa wote wale wako pale juu, ukiwafuata lazima uangalie siku za usoni, maana leo iko hivi, kesho itakuwa vingine. Kwa hivyo ningependa kuwaambia ya kwamba watulize boli, tunagoja BBI, tumeona yapunguza mzigo. Tunataka kama ni katiba, wananchi wenyewe ndio wako na nguvu ya kubadilisha, hata sio wanasiasa. Katiba ikija mpya, tungependa katiba ambayo inaunganisha wananchi. Lakini hiyo jambo la kupenda kulete fujo tumeiona sana, hata huko Ukambani, hata huko Makueni tumeona wengine wametumwa na Tanga kulete fujo huko, na tukafurusha hao mara moja wakatuondokea. Kwa hivyo Tanga hizi letwe kwa lazima, mtu aombe kura tu
Mungu, hata kura inatoka kwa Mungu. Hata wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais ya kwanza, alisema hakutarajia atakuwa rais. Alikuwa pleasantly surprised Wakenya wamemchagua rais. Kwa hivyo hata hawa wengine wajue viti yote ya mbunge inatoka kwa Mungu. Na heshima ni muhimu sana. Na kamanda ana experience na ana miaka karibu, ni baba yake. Na ningetaka kumwambia sisi tumekuja hapa na sio mara ya kwanza. Na sisi tunajua kwamba ule ambaye amemtuma, we know who sent him. We know and we understand this politics. We are not going to deal with the dog. We are going to deal with the owner. We know who sent you, and we know that kind of politics is what you did in 2007 in Rift Valley. We want to tell you, my friend, there is no chance of disrupting peace in Mount Kenya. Sisi tuko gangari, tutashikilia region yetu, and I told you the other day, you will not get into central Kenya through the back door. If you want to get any vote from Mount Kenya, first thing you need to do is to respect Uhuru Muigai Kenyatta, and that is not negotiable. We have seen you are trying to undermine Uhuru in very many ways, including mobilizing people to funerals and weddings and even churches. We want to tell you, we understand you, we know what you are doing. We even know when you go to functions, wewe huongei vibaya, unatuma those attack dogs of yours to abuse and disrespect the president. We want to tell you, we know it's you, and we are going to smoke you out of there. Number 2, we want to tell you, sisi tunasikia unaanza kusema mambo ya dynasty, sijui mambo ya hustler. We want to ask you, in 2002, you supported Uhuru. He was not a dynasty. In 2007, you supported Raila Odinga. He was not a dynasty then. In 2013, you supported Uhuru, and 2017. Why are they being called dynasty now by your team? We want to tell you, tunakujua. We are going to ensure that hawa watu wa Mount Kenya, we are going to tell them the truth, and we are going to tell them exactly who you are and what you stand for. We have seen today that you do not even respect church. Kwa Harambee vile tuliitwa na kanisa na tukaanza mambo vizuri, tukaendelea Nyoro wakakuta hata tumefanya introduction, hata wajumbe wote walikuwa already introduced, hata MCA wameongea. Sasa akalete shida na amekuja nyuma. Hapo ndio vurugu ilianza, na tukasimamisha watu yetu, tukawaambia sisi watu ya kanisa, wacha huyu jamaa apige kelele yake, dakika ya mwisho tutafanya harambee. Na mimi nataka kuwaomba watu wa Tanga, tafadhali wawe wakifanya mambo yao na wasiwe wakienda kufuruga mambo ya watu, na tungetaka serikali yaangalie hiyo, sababu mimi nikisikia kuna mtu wa Tanga anafanya harambee hapa, yeye mwenyewe alituambia ni wa Tanga. Sisi hatukumwambia hata ni nani, tukanyamaza. Yeye angeenda ama atumane. Mimi sasa hii nikisikia mahali ambao mimi huenda wako, badala ya kupeleka fulugu, mimi naacha kwenda hapo, kwa sababu Kenya hii watu wana uhuru wa kuabudu na wana uhuru wa kufanya vile wanataka kufanya. Mimi nilikuwa kama mgeni wa heshima nije kwa harambee hii, na ni harambee ambao nimeona tumekusanya pesa mingi, lakini yeye alikuwa anataka kuiharibu. Lakini mimi nikaona ya kwamba nikienda kwa mienendo yake, anawaita watu kutoka town wakati kuna humbiliwa hapa, yeye naye anaita watu kutoka town kuja kulete furugu. Kama isipokuwa panapo wazee husemekana hawafanyi nini, hapa haribiki. Tukaona utoto kama huu, sisi wacha tutulize mpaka tumalize. Hakuwa nataka harambee ifanyike, lakini dakika ya mwisho tumekuwa na harambee ambao imefana sana. Pia umesema kulingana vile alikuwa anasema ati you have imposed yourself as a leader. Mimi wacha niseme, mimi ni Mkenya, na Mkenya ana huru ya kwenda kila mahali anataka kwenda. Na wakati hii kuna watu ambao wanaendeza zera zao. Hakuna mtu amewakataza Kenya mzima, na sisi vile wale ambao tuko kwa mlengo ule tunaendeza ya kusema tunataka rais wetu apewe muda, uchaguzi haujafika, wakati wa siasa bando, na sisi tukubaliwe tuseme hivyo.
Tusiwe ukienda kanisa unawaletewa watu wawili, wanapigiwa firingi, wanafanywa namna hiyo. Na sisi tunajua wale yule mkumbwa yao, vile umesikia mmoja amenena hapa. Yeye ndio mwenye vita hii yote unaona, hakuna mtu mwingine. Na tunamjua katika miaka yote. Na bado hajatoa furugu. Dakika mwisho mtamuona ile furugu ataleta nchi yetu ya Kenya. Lakini kwa sababu kuna watu wacha Mungu na tuna president ambaye anajua mbinu ya vile wanapanga, nchi yetu haitakuwa na shida. Siku ya leo tumekuwa katika Sabasaba Parish ambapo kulikuwa na family day na kulikuwa na ndoa. Tumefurahia kuona couples wakiwa na sakramenti ambayo sasa ni ndoa, na tumefurahi pia kusikia mipango ya kanisa, pia kama viongozi kusikia maneno ambayo yako katika mashinani ili tuweze kusaidia. Mimi kama mama county nilikuwa kwenye njia nikielekea kule Kitui na nikasikia kumetoka vurugu. Na ningesema ni vibaya na nimesikia vibaya. Nataka kuapologize kwa Bishop wa Catholic Murang'a, kwa wale ambao wametoka kwa ile kanisa ya Gitui, kwa wageni wetu ambao walikuwa wametoka mbali kuja katika hapa Murang'a County, na pia kwa watoto wetu ambao ni wanabiashara wa Nairobi ambao walikuwa pia wamepanga kuja kusaidia ile kanisa Katoliki ya kule Gitui. Niseme mimi naomba msamaha kwa niaba ya viongozi wote, na sisi pia wanasiasa tujiangalie, kwa sababu hamna haja. Kama mgeni amekuja, sio lazima ukue pale. Kama yale yanazungumza wewe kubaliani na yao, sio lazima upeleke vita kwenye kanisa, kwa sababu ni vyema kutii na kuheshimu madhabahu, kwa sababu sasa watu wengi watajipata kwenye balaa kubwa sana ikiwa hawataweza kuheshimu kanisa. Wewe unataka kusema yako, itisha mkutano wa kisiasa, enda kwa stadium, kwa kiwanja, lakini tuheshimiane. Wageni wakija tuwakaribishe. Wengi wamekuja wanakaribishwa. Sijaona mtu hata kama mheshimiwa Nduati Gatanga, kuna wengine walienda kwake, hawakuwa wamemwambia, yeye hakuinsist, aliwakaribisha, na hata wale walikuwa na wakajifanya ndio MC na hawakuwa wako wake, yeye hakutoa vita. Na ni vizuri tuseme heshima si utumwa. Na vile wewe kama kiongozi utajibeba, ndio watakuona wewe kama ni mtu wa heshima. Na hiyo maneno tunaongea mengi ya 2022, hakuna mtu ambaye anajua ya kesho, ni Mungu tu. Na watu wa Mlima Kenya, niseme ni vizuri tuongee kwa sauti moja. Kiongozi wetu ni mmoja, Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye ni president ambaye tunaheshimu sana. Tumheshimu. Kule pia alikuwa ametumana, kwa sababu tutamheshimu sisi, hata sisi hatutaheshimiwa na wale ambao tunawaongoza. President digweshiga no agagoshera ntondo wa bara na gweshiria ona bara ishirare hondo andu makienda kuthimana mahinya. No president witu ni president wa andu othe. Mheshimiwa kaka Duati kuania mono nawe ndugu kuria kama kupigana na kukurani ile na kuita kwa yule wake amu kiwa kila mtu kushauri na hapa na kwa nini na kwa ile bibi kaka na leo tunaheposi nigeka mone kosio tuna bila kuno wape kuisha leo na hata tuwashia hili sisi yetu mbele dai na wewe na katio. Thank you so much. Ndio kwa leo mmoja maiwa kaunti ugera kwa mtulie ona tumeko kaunti na daiwangu wa kwa na mkaka kwa wewe.
Lakini mimi nafikiria pengine ni yale maneno ilikuwa leo imeonyeshwa kwa TV, na mimi I am very surprised that Kenya imefika hapo ya kwamba wewe uko kwako in your constituency doing your work, lakini kwa sababu kuna kitu umefanya kuonekana uko na raia na kuonekana uko na raia ukakasirisha watu, wanaona sasa kama uko na raia lazima sasa polisi wakukamate. Kwa hivyo mimi I'm just here na ningetaka kuambia kwamba pengine watafute kazi nyingine ya kufanya, kwa sababu kama niko na makosa mimi mniambie nitajipeleka wapi kesho, na naomba pengine mtanipea hiki itinerary hapa siku ya leo, kwa sababu kama kuna watu wanakugoja hapo nje na of course nia yao sio mzuri, of course I cannot take myself there, but I want to say in Kenya we need some tolerance especially kwa siasa, kwa sababu ukiona mtu pengine amekuweza kisiasa, wacha kutumia serikali, muweze tu kisiasa. Na tuseme ya kwamba mimi kama mbunge wa Kiharu niko na all the authority kuongea kwa katika Kiharu. Kama kuna watu ni vizuri naongea kama mbunge huko, na kama nakamatwa kwa kuwa mbunge wa Kiharu leo, just to do what an MP should do, it's very unfortunate. If you have nothing to fear, mbona usijisalimishe? Mbona usiende usikie wanataka nini, wanakueleza nini? Kama ni kukamata kupeleke kesho mahakamani, kama hauna lolote la kuhofia. Gashuri, you know, first of all, number one, I have actually seen on your TV kuna Land Rover hapo nje na kuna gari ingine hata sijui ni ya kina nani, na vile unajua siwezi jipeleka hapo, sijui kama ni majabazi wanatumia gari za polisi. I also have a family and a life to protect, na kama kuna makosa kuna process unafaa utumie katika nchi ya Kenya. Ningeuliza mimi I am a very innocent person, kama kuna kitu nimefanya nielezwe na unatakikana pahali fulani, I'll be very glad to take myself there, but I cannot take myself into a problem that is waiting for me out there, na nikijua kabisa vita napigwa ni vita ya kisiasa. Kwa sababu unaelewa Kenya kwenye tumefika, the lines are drawn now, na siku nafikiri imefika hapo na kwamba ukionekana uko mrengo huu, so you being disheartened kama a criminal. I've never stolen anyone's anything, I've never committed any criminality ever in my life. Kwa hivyo watu wasifikirie watanitisha, pengine wanaona a young fellow, they see a guy whose parents are not known, maybe a hopeless fellow mwenye hajulikani hii Kenya, mama yake hajulikani, baba yake hajulikani. Kwa hivyo ukienda unaonekana kama unafanya kitu in your constituency ambayo watu wanapenda, then people are very eager to bring you down. I want to tell them ni sawa sawa, mimi naamini Mungu, na kama kuna makosa nimefanya ni Mungu tu anajua, but I know for sure if it is about today, people watched and the jury is out there. Do I hear you say you're not living here at all? Unless Gashuri, mimi nalala hapa. So kama wanikujia hapa Royal Media asubuhi kwa kiti ikikuwa sana kwa carpet, kwa sababu naelewa hii Kenya. How can I just walk to a problem nikiona watu sijui, and clearly they are waiting for me for something for sure that sio kitu ya kufanya polisi aache kazi nyingine akuje hapa. Okay. I see your lawyer Ali is a Wahome member of parliament for Kandara. What do you think your client is being sought for? Actually, I watched the clip that came from Murang'a, and I told Dede, because I saw outside the church there was already a contingent of police, and it is likely that they were even there for bad intentions. You saw that they were even attempting to arrest Mheshimiwa Dede while coming from the church, and I think were it not for the loyal people of Kiharu, who of course witnessed the mishandling their MP was supposed to be going through. Actually they resisted, but I told him I think that they must be wanting to do some arrest, and therefore he was kind of expecting that they will come here, and for sure I have come myself here because when I called him after Kirerembe, he told me he has now learned that we have 2 police Land Rovers outside the Royal Media gates,
and I have personally witnessed as I walked, as I drove through, I saw that, and I have advised him as a lawyer, because I'm a lawyer who is in practice also. I've advised him that, one, the police cannot come to look for him here at night, this particular hour. This is not a criminal. It's a person in position of in an elected position. The member of parliament for Kiharu cannot be sought for whatever could have happened, this or anything before then, at night by police without knowing why and what intentions would make Kibichu, the PS, Interior Minister, send police to Royal Media, knowing that in fact there will be cameras outside. But you have no information that it is the PS who has sent him. These people work for, there is politics in this thing. And even what happened in Kiharu is actually politics. And the minor commander and his team, led by Wabogo Eskieleweke, obviously we are frustrated because the people of Kiharu are not willing to listen to garbage. So what is your legal advice to your client? He will stay, he will sleep here. Tomorrow, if police need him, we will present him to the police or even to court, a court of law, but we are not going to present him to people who we don't know. These are people with heinous actions, and actually I want to disclose to the public, to the Kenyan public and the people of Kiharu and the people of Murang'a. I am saying this without fear of contradiction. I'm aware of a meeting that occurred in Murang'a last weekend, and it went up to 1 a.m. and it was led by a very senior businessman in Murang'a. The PS is said to have been there, Kibicho, and other two people that I will disclose as we go along in this particular matter. And the discussion was how to stop Ruto from presidency, and they discussed in terms of Murang'a County that Mheshimiwa Dede Nyoro and Mheshimiwa Aris Wahome must be cut off the main branch. The main branch in that manner be a reference of Deputy President William Ruto, but we must be crushed in whatever form, including death. I think there is fear of death. Those are very serious allegations you're making, Mheshimiwa. I'm making these allegations, and if I'm pushed, I will disclose the venue and the full details of the people who discussed very serious issues which are a threat to his life and my life. And it is important. I've just disclosed this information came to me. And when I heard Dede Nyoro was being sought from here at night, I came with this particular information. So my advice, both legal and as a Kenyan, that he should sleep here. We want Dede alive, and we want to present him to police daytime. There is no emergency. The police in this country must stop being used politically. This kind of games never win, will never work, because Kenyans under the new constitution have wide freedoms of expression and of movement. Thank you. Yeah. Thank you very much. Let's allow Jeff to, you want to say something about it? I wanted to say, Gashuri, because we spoke about it on Kererembe show with my colleague on Obonyoro on the misuse of state agencies in this country, especially the police force. We must challenge the Inspector General of Police not to allow the police to continue being used to persecute politicians. Let every politician practice his politics the way they want. Let them support whoever they want to support, but no amount of intimidation, no amount of persecution will deter us from taking the positions that we have taken. And let me confirm that we are here. We will spend the night here with Dindi Nyoro. If they want to storm here, they can storm here. If they do not want, we will present Dindi Nyoro to whatever police station they want during the day. But at night, for people we do not know. And I can tell you, you saw the robbery that was in Nairobi West the other day. People purporting to be police. How do we know these are policemen? Thank you. They are not criminals. Well, Gashuri, we are friends of Dede Nyoro. And what we need to say is that this state cannot be seen to always be working as if it's fighting its own people. And even worse, fighting the people who have been elected to represent the people of this country. I represent a Nairobi constituency. You know what the rates of crime are in Nairobi. So if we have policemen who are being designated to do these kind of jobs at night, while they should be taking care of the security of Kenyans, then we feel that the state is misusing some of these resources. And these resources I'm talking about is police. Now, what is ironic, we have a wildly popular show
here at RMS called Kirerebe. And I'm a panelist, and today nilikuwa nimeketi kwa bench kama najionea Kirerebe, and immediately after we learned that there are people out there waiting to arrest Honorable Ndindi Nyoro for reasons that we do not know. Now, you can never be able to tell whether these are real policemen or whether these are people purporting to be police out to harass. So I think us as friends of Dede, we are going to stand with him in solidarity. Kama ni kulala kwa bench hapa, tutalala kwa bench leo, lakini ile tunasema ni kwamba serikali hii haiwezi onekana ni kama kila wakati inapigana na wananchi wake, kulazimisha kila kitu ambacho serikali inajaribu kufanya inafanya kwa kulazimisha. Kwa nini nyinyi kama marafiki zake msiende mkaongea na wale maafisa wa polisi, find out why they want to arrest him, and if they have genuine reasons to arrest him, then hand him over? We don't know who we are talking to, Gashuri. We do not know who we are dealing with. We do not know if we are dealing with criminals. We do not even know why a matter, if it is a matter that happened in Murang'a, is being prosecuted outside the gate in Nairobi at Royal Media Services. So if it was a matter that was that critical, I think it would have been dealt with in Murang'a. And if Honorable Ndindi Nyoro is being arrested for what happened in Murang'a, I believe there are over 20 MPs who are in that meeting. We want to know whether they are at any other person's gate to be arresting anyone else who was involved in that fracas there. But what I was saying is ironic, is the fact that today, when we were discussing the matter of Murang'a, one member of parliament actually told us, because they'd started, and I've got to say this honestly, that the arrest of Mheshimiwa Ndindi Nyoro was actually premeditated. It was premeditated long before even the issues that happened at the Catholic Church. Because a member of parliament today, when we were talking about what is happening in Murang'a, started sending messages that Dede has been arrested. And when I contested that, this member of parliament told me that to wait until the day is over. Okay. So who are these members of parliament who have control over police? Thank you very much. Your final word is that... There is something that I needed to say. Actually, the procedure of arresting a member of parliament is actually, there is a requirement that you notify the speaker and the clerk of the National Assembly of a requirement that there is maybe the member of parliament is being sought, and a short statement as to the reasons that the member of parliament is being sought, and indeed presented to the speaker, and then parliamentary police station that is just opposite the parliament, and therefore the reason that we are not willing. Mheshimiwa, that would sound like there are two sets of law, one for members of parliament and one for any other citizen. You know, actually we are people's representatives, and people's representatives are not supposed to really, I mean, even why do you arrest any Kenyan at night? Incidentally, unless it's a very serious crime, then you could arrest at night, that you can't arrest in the day. Because remember, the Bill of Rights requires that you should not be detained beyond 24 hours. And be notified of why you are being arrested, and therefore this issue. Why not as the lawyer then go and find out from those police officers why they want to arrest him? It's not my business to go and ask the police. The point is, I would expect the Inspector General to actually send a note to the speaker and the clerk, and then in that regard, if we are not satisfied with the reasons, then we can ask. So therefore we will not do that, and the police actually are the ones supposed to notify. That is under the law. That is under, this is criminality. This is impunity happening outside the media.